Sheria 47 za kusoma. Takuelekeza juu ya sheria 47 za kusoma. Pastor Magerubi, degree 9. Mungu anasema katika kitabu kile cha Yohana, watu wa Mungu wana degree 9. Pastor Magerubi, degree 9. Watu wa Mungu wana degree 9. Degree 9 watu wa Mungu. Pastor Magerubi anaonguruma saizi, anakuelekeza sheria na kanuni 47 za kusoma. Naomba uweze kutulia. Kama una peni yako unaweza kachukua kaandika. Hii elimu ni elimu ya wote. Ukihitaji kuwa rais, kuwa waziri, kuwa dokta mkuu, yaani cheo chochote unachokitaka wewe utakipata kwa kupitia hii elimu. Pastor Magerubi anapoongea maana yake anawasaidia watu wote, wanadamu wote wanaoishi katika sayari, yani katika dunia hii. Ikiwa wewe unahitaji kuwa mwanasayansi, unahitaji kuwa dokta mkuu, dokta wa dunia nzima, mwalimu mzuri, mwanafunzi mzuri, mwenye uelewa na akili, kwa sababu Mungu, nikiuliza swali, nani aliyetuanzishia swala la kusoma? Adam mwenyewe pale kwenye bustani ya Eden alipoumbwa alikuwa ni dongo. Miaka 300 hajui kinachoendelea. Vitu vyote vipo hapo. Mungu ametupa mali zote, lakini hatujui namna ya kuviendesha. Akatupa akili ya kuvisomea hivyo vitu. Ndio maana nasema msomaji wa kwanza ni Mungu mwenyewe. Watu wa Mungu ndio wa degree 9 ndio wanapewa elimu. Tukumbuke baba yetu Daudi hakuwa na elimu kama ya mtoto wake Selemani katika vitabu vya Biblia. Maana yake ni kwamba Mungu alimpatia hekima, busara na maarifa. Kwa hiyo inakupasa uwe mpole, tumsikize Pastor Magerubi anachokizungumza. Mungu huwa anaanzia vilivyo vinyonge. Tukumbuke hata baba yetu wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa anachunga kondoo kama vile Daudi alivyokuwa mchunga kondoo. Tena watu walimdharau Kambarage, anamwambia Nyerere, Julius Kambarage ambaye alikuwa baba yake, anamwambia Julius kwenda kuchunga kondoo kule. Leo akaja pale Pugu, akanachukua spika zake mbili, anaenda pale Mnazi Mmoja, anafunga kuna huko, anambia nyewe wazungu wezi tu, mnatuibia mali zetu hapa. Mnatudanganya tu hapa, lakini wezi watupu nyi. Spika viwili tu. Watu walikuwa wanamdharau. Akapata waziri mkuu, masiara tu ikaenda, mara akapata uraisi. Kwa hiyo Mungu huwa anaanzia chini. Usimwangalie Pastor Magerubi ukamchukulia kama alivyo. Ni Mungu. Hata mimi mwenyewe najishuhudia kwamba haya nayafanya ni Mungu. Amenituma kuwafanyeni nyie. Mbona nilikaa kule UOTF kwa Mama Ana Mkapa Ikulu? Singeweza kusoma kule. Lazaro Nyalando anatoka Marekani, anachukua watu kuwapeleka Marekani nikiwa pale UOTF. UOTF, muulize Mama Ana Mkapa, mke wa Rais Benjamin William Mkapa, mke wake. Mwambie Saidi, Michael yuko anaitwa Saidi. Ukienda bandarini baada ya kuona kwamba hata pesa kule Ikulu hamna, nipo pale UOTF nafanya kazi zao, hawanipi nafasi za kwenda huko. Basi nikaamua kwenda bandarini. Waulize watu bandarini wanaita Mkapa. Mkurugenzi alikuwa Ruigo. Kipindi kile kwa Ruigo. Kwa tunaanza chini. Mkumbuke hata Joda Lugimbana kule Uvikiuta. Nimeenda Uvikiuta kule kuweka mikakati kukimbiza mwenge wa uhuru. Nimefanya kazi pale Uvikiuta sana, nikatoka. Kwa hiyo mpaka mimi mwenyewe nilishuhudia kama ni siasa, ningeenda kusomea masuala ya siasa, lakini nikayaacha. Mungu akanileta kwenye masuala haya ya Mungu, kuwafundisha watu wapate uzima wa milele. Kwa ndugu yangu, tusidharauliane. Mimi mwenyewe kama nikitaka kuwa waziri ningekuwa waziri, tena waziri mkuu. Mimi kile kuepo kina Kikwete, Rais Kikwete alikuwa waziri wa mambo ya nje. Wanakuja pale Ikulu, alikuwa bado ni waziri. Kina Mwinyi alikuwa ameshastaafu kipindi hicho. Mimi nafahamu vitu vingi sana, nilikuwa bado mdogo. Ni mtu ambaye huwa anafanyaga uchunguzi, utafiti. Alafu huwa anatunza kumbukumbu zangu. Kwa ninachokisema ni nini? Tusidharau watu. Tusidharau watu, tuheshimiane. Kwa hiyo ninachokuelekeza, zingatia na tulia na uwe mpole, usikilize. Hata kuipata usikilize nazungumza kitu gani. Basi washa simu yako. Nilikuwa nikijitambulisha tu, naitwa Pastor Magerubi degree 9. Ni mtumishi wa Mungu, na watumishi wa Mungu ndio wenye elimu kubwa kuliko watu wote, sababu Mungu ndio mwenye elimu kubwa na anawatumia watu kufunua vitu vingi ili watu waweze kuvifahamu. Kwa hiyo napoanza, chukua kompyuta yako au washa simu yako uweze kusikia hizi sheria na kanuni na sheria 47 za kusoma. Unaweza ukarekodi kwa sababu nina mambo mengi. Ninaweza nikaongea kwa muda mfupi tu, alafu baadaye nikaacha. Sheria na kanuni za kusoma. Namba 1,
weka lengo la kusoma kila siku na itimizwe. Namba moja, weka lengo la kusoma kila siku na itimizwe. Namba moja hiyo. Weka ratiba ya kila somo na ifuate. Weka ratiba ya kila somo na ifuate. Uwe na mahali maalum pa kusomea. Epuka kitu chochote kinachoweza kukufanya usisome vizuri. Hiyo namba 4. Epuka kitu chochote kinachoweza kukufanya usisome vizuri. Namba 5. Usifanye mambo mengi kwa wakati mmoja, kwa mfano mapenzi au anasa za kimwili wakati ungali mwanafunzi. Namba 5. Usifanye mambo mengi kwa wakati mmoja, kwa mfano mapenzi au anasa za kimwili wakati ungali mwanafunzi. Namba 6. Tafuta mahali pasipo na kelele za aina yoyote. Namba 6 hiyo, tafuta mahali pasipo na kelele za aina yoyote. Namba 7. Epuka vishawishi vinavyoweza kukufanya uahirishe kujisomea. Namba 6. Epuka vishawishi vinavyoweza kukufanya uahirishe kujisomea. Namba 7 hiyo. Namba 7, epuka vishawishi vinavyoweza kufanya uahirishe kujisomea. Namba 8, kabla hujaanza kusoma, hakikisha kuwa zana zote za kujisomea zipo. Hii ni namba 8. Kabla hujaanza kusoma, hakikisha kuwa zana zote za kujisomea zipo. Namba 9, hakikisha kuwa mahali pa kusomea pana mwanga wa kutosha. Namba 9, hakikisha kuwa mahali pa kusomea pana mwanga wa kutosha. Namba 10, unapokuwa na matatizo kimasomo, muone mwalimu anayehusika. Namba 10, unapokuwa na matatizo kimasomo, muone mwalimu anayehusika. Namba 11, uwe na muda mwingi wa kujisomea kila siku. Usipoteze muda mwingi kwa mambo yasiyo ya lazima. Hiyo ni namba 9. Hakikisha kuwa haiko vizuri. Hakikisha kuwa mahali pa kusomea pana mwanga wa kutosha. Unapokuwa na matatizo kimasomo, namba 10 hiyo. Namba 10, unapokuwa na matatizo kimasomo, muone mwalimu anayehusika. Namba 11, uwe na muda mwingi wa kujisomea kila siku. Usipoteze muda mwingi kwa mambo yasiyo lazima. Hiyo ni namba 11. Namba 12, jenga tabia ya uvumilivu wakati ugumu unapoibuka masomoni. Namba 12, jenga tabia ya uvumilivu wakati ugumu unapoibuka masomoni. Namba 13, jenga tabia ya kupania kufaulu katika masomo yako. Wewe mzee, namba yangu vipi moja mkataza? Sasa kama somo ndio mkataza. Amini kuwa utafaulu. Epuka kuwaonea wivu na kujilinganisha na wengine kimasomo, bali uwe epuka kuwaonea wivu na kujilinganisha na wengine kimasomo, bali jifunze siri za mafanikio yako. Namba 16, chunguza masomo yako ili ujue udhaifu wako uko wapi. Namba 19, namba 16, chunguza masomo yako ili ujue udhaifu wako uko wapi. Namba 17, fika darasani kwa wakati ili usikose maagizo. Namba 17, fika darasani kwa wakati ili usikose maagizo. Namba 18, usikose kipindi bila sababu maalum. Namba 18, usikose kipindi bila sababu maalum. Namba 19, usisome mambo mengi kwa wakati mmoja. Namba 19, usisome mambo mengi kwa wakati mmoja. Namba 20, jenga uhusiano mzuri kwa mwalimu wako na wanafunzi wenzako, kwa maana
mkiwa na amani moyoni, ndipo utasoma vizuri na kuelewa. Jitahidi na kupenda walimu wako. Ukipenda mwalimu utaelewa somo lake. Namba 20. Namba 20. Namba 20. Nakuuliza mimi mwenyewe nishatembea uchi sasa. Kwa hiyo kwa uchizi wa kuekti, mimi mwenzako kwa kuekti uchizi natisha. Hata sisi wenyewe mimi mwenyewe mwandazimu kuliko wewe. Tapaswa vitu vyako nitakutia makofi wewe mzee. Naomba nisamehe. Nalikuja hapo, naomba nisamehe. Wewe unataka kuniakitia mimi? Nikwambia huyu ana shida. Kutia moto. Na document ninazo za kwake. Document za nini? Basi naomba lazima. Mimi mwenyewe document ninazo au nikuonyeshe? Basi kiasi gani basi naomba unisamehe mzee. Jenga uhusiano mzuri kwa mwalimu wako na wanafunzi wenzako, kwa maana mkiwa na amani moyoni ndipo utasoma vizuri na kuelewa. Jitahidi na kupenda walimu wako. Ukipenda mwalimu utaelewa somo lake. Namba 20. Jenga uhusiano mzuri kwa mwalimu wako na wanafunzi wenzako, kwa maana mkiwa na amani moyoni ndipo utasoma vizuri na kuelewa. Jitahidi na kupenda walimu wako. Ukipenda mwalimu utaelewa somo lake. Wakilisha kazi za darasa kwa wakati wake. Naomba lazi yaishe. Wakilisha kazi za darasa kwa wakati wake. Namba 21. Wakilisha kazi za darasa kwa wakati wake. Jitahidi kujijengea tabia njema ya kujizuia katika tamaa za kimwili. Namba 22. Jitahidi kujijengea tabia njema ya kujizuia katika tamaa za kimwili. Namba 22. Epuka kukaa nyuma ya darasa, bali shiriki maongezi na wenzako darasani. Namba 23. Epuka kukaa nyuma ya darasa, bali shiriki maongezi na wenzako darasani. Namba 24. Uwe na muda wa kupumzika pindi kila unapochoka kusoma. Namba 24. Uwe na muda wa kupumzika pindi kila unapochoka kusoma. Namba 26. Epuka kusoma ukiwa umejilaza kitandani. Namba 26. Epuka kusoma ukiwa umejilaza kitandani. Namba 27. Fanya mazoezi ya mwili mara kwa mara. Namba 27. Fanya mazoezi ya mwili mara kwa mara. Namba 28. Baada ya kipindi pitia yale uliyosoma. Namba 27. Baada ya kipindi pitia yale uliyosoma. Namba 28. Mwalimu kabla hajaingia darasani pitia yale uliyojifunza kipindi cha nyuma. Namba 28. Mwalimu kabla hajaingia darasani pitia yale uliyojifunza kipindi cha nyuma. Namba 29. Jisomee katika muda unaodhani unafaa zaidi. Namba 29. Jisomee katika muda unaodhani unafaa zaidi. Namba 30. Tenga muda wa kutosha katika kila somo. Namba 30. Tenga muda wa kutosha katika kila somo. Namba 31. Jitengee muda wa kutosha kila siku kwa ajili ya kazi za utoaji taarifa za masomo na za kujitolea. Namba 31. Jitengee muda wa kutosha kila siku kwa ajili ya kazi za utoaji taarifa za masomo na kujitolea. Namba 32. Mimi nikujua kama wewe mwandazimu au mzima ningekuchapa mimi wewe leo. Sawa, naomba lazima. Ungejuta. Naomba unisamehe mzee. Naomba lazima. Nimekuona. Mimi mwenyewe mwanajeshi, naomba lazima. Nafanya kazi za kutafuta hela. Mimi nilikuwa na kitu chizi. Ukipita na mkoba wako mimi nimepita, unaona mimi mwandazimu kumbe nzima na akili yangu timamu. Chizi yule mwacheni. Maisha yangu nikitoka kuna bango zangu na ulamba nyumbani. Mzee, naomba unisaidie kama hiyo sisi tunaziweza mambo tushifanya sana. Nimekuelewa mzee, naomba unisamehe. Mimi nikiela kishenzi. Naomba radhi, Mungu atusaidie tu yani.
Mungu atusaidie. 32. Kama unajifunza lugha ya kigeni, fanya marudio, mazoezi mengi na soma vitabu vya hadithi vya lugha hiyo. Namba 32. Kama unajifunza lugha ya kigeni, fanya marudio, mazoezi mengi na soma vitabu vya hadithi vya lugha hiyo. Namba 33. Soma ukiwa na kamusi na tafuta maana ya neno usilolijua. Namba 33. Soma ukiwa na kamusi na tafuta maana ya neno usilolijua. Namba 34. Jizoeze kusikiliza na kuwaiga wajuae lugha hiyo. Namba 34. Jizoeze kusikiliza na kuwaiga wajuae lugha hiyo. Namba 35. Sikiliza kanda na redio ili ujifunze kwa wengine wanavyotamka maneno. Namba 35. Sikiliza kanda na redio ili ujifunze kwa wengine wanavyotamka maneno. Namba 36. Jikumbushe maneno magumu kila siku. Namba 36. Jikumbushe maneno magumu kila siku. Namba 37. Kila nafasi unayoipata itumie kwa kusoma. Namba 37. Kila nafasi unayoipata itumie kwa kusoma. Namba 38. Pambana na sarufi za lugha ya kigeni kikamilifu. Namba 38. Pambana na za lugha ya kigeni kamilifu. Namba 39. Jifunze lugha ya kigeni kwa kuongea mara kwa mara. Namba 39. Jifunze lugha ya kigeni kwa kuongea mara kwa mara. Namba 40. Ni jambo la busara kuwa na usiku mmoja. Ni jambo la busara kuwa na usiku mmoja wa kupumzika.